uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, kati ya wananchi Young Africans ambao waliwaalika Wagosi wa Kaya kutoka barabara ya 21 Coastal Union, mchezo ambao litabatika pia kwa Yanga kushinda magoli 4-1. Shida ilikuwa wapi kwa upande wa Coastal Union? Utaangalia matokeo alafu zungumza na watu. Niliona sana kwenye comment za msako kwamba Yanga wanachokifanya kwa sasa hawakupi hata nusu dakika ya kukaa na mpira. Sahi. Kwanza ukianza kurejelea takwimu ama historia ya michezo ya Yanga na Coastal Union head to head, Yanga ni favorite sana. Ni mchezo ambazo wamekutana za takriban michezo 12 na mchezo wa jana 13 Coastal Union kashinda mchezo mmoja na akashinda kwa mabao 2-1, lakini tangia baada ya huo mchezo ilikuwa msimu 2020-2021 hivi ndio alishinda bao 2-1. Baada ya hapo anapokea kichapo kutoka kwa Young Africans. Msimu uliopita game ya mwisho alifungwa Coastal Union goli 3. Kwa hiyo unaona Yanga wameanzia pale pale ambapo walipoishia. Shida kubwa ni kwamba ni namna ambavyo mwalimu aliapproach mchezo kwenye dakika 45 za kwanza na dakika 45 za kipindi cha pili. Yes, dakika zile 15 kuelekea 20 walikuwa solid sana Coastal Union kwenye safu yao ya ulinzi, lakini pia mlinda mlango alikuwa bora sana kuokoa baadhi ya nafasi ambazo Yanga wamezitengeneza. Na always Yanga na Coastal wanapokutana mechi inakuwa sio nyepesi. Ukiachilia mbali matokeo kuwa upande wa Yanga, lakini kuna namna, kuna kibato fulani kina kuwepo. Nafasi ambazo Yanga alizitengeneza kwenye dakika 20 kuelekea 30, kuna namna hivi Coastal walikuwa ni kama wanaonyesha ubishi hivi kwamba unatengeneza unakuja, lakini bado sisi tunakuwa solid sana kwenye eneo la kujilinda zaidi. Hapo sasa nimewapongeza Coastal Union, lakini Young Africans unaweza ukawapa lawama kwa sababu ndani ya michezo miwili ambayo ama raundi mbili ama mizunguko miwili ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, moja ya timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi ni Young Africans. Kwa mchezo wa jana inaonyesha kwamba sajili ambazo wamezifanya ni sajili ambazo ni nzuri, lakini wanakosa kitu kidogo sana, muunganiko na namna ya kufinalize mpira wa mwisho ama kumalizia kile ambacho wamekuwa wamekianzisha. Kama ni build up imeanzia nyuma safu ya ulinzi ama kwa goalkeeper Djigui Diarra, kwa namna gani tunaenda mbele kumalizia shambulizi ambalo tumelitengeneza, ndio shida ambayo bado Young Africans wanayo. Pengine wanakosa mtu wa kuituliza timu kwamba ni wakati gani tunapaswa kwenda mbele na ni wakati gani tunapaswa kwenda kumalizia kile ambacho tumekianzisha. Ukimwangalia Albert Kangwanda ni mchezaji mzuri sana. Mchezaji mzuri sana, lakini kuna vitu vichache anavikosa. Kwanza ni kucheza na alama za nyakati. Ni mchezaji ambaye anatumia energy kubwa sana kumiliki mpira, kukokota mpira ama kutembea na mpira, kufanya dribbling na mpira, lakini ambazo impact yake inakuwa ni ndogo sana. Yeye ni moja ya nyota ambaye hata kwa mchezo wa kwanza Yanga dhidi ya Namungo alipata nafasi kadhaa akashinda kuzitumia. Jana pia amepata nafasi kadhaa akatumia moja. Kuna maeneo ambayo ni maeneo ya kutoa pasi ama kucheza na wenzie, yeye anaamua kucheza mwenyewe. Hilo nilishaliona. Yes, kuna eneo anapaswa atoe pasi kwa haraka, anaanza kudelay, kitu ambacho pia niliona hata issue ya kupiga, yani the way yeye anavyopiga, sijajua labda ni style yake, lakini kuna sehemu ambayo labda unaweza kusema mtu anatakiwa apige kweli, lakini yeye ni kama ana place tu, yani maana yake hatumii nguvu. Sahi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho anapaswa kukiboresha Albert Kangwanda, kwamba unapopata nafasi lazima ujue namna ya kuzitumia. Pata nafasi 2, tumia moja. Pata nafasi 3, tumia 2 ama tumia zote. Inawezekana kocha akawa anamwangalia kwamba ni mchezaji ambaye pengine anamlipa ama anapokea maelekezo kutoka kwake, ila wakati mwingine
inabidi uwe na kitu kingine cha ziada. Sasa unapofanya kile ambacho mwalimu kakuagiza, jaribu kuongeza na cha kwako, ili mashabiki waweze kukuona kama wewe ni bora na umesajiliwa na Yanga na una sifa za kuichezea Yanga. Lazima unaonyesha kile ambacho wanakihitaji. Mashabiki always wanataka mpira uzame kambani. Kwa kama unapata nafasi unaishia kupiga nje, ama mlinda mlango anazikamata ile mipira yako na namna mambo yanakuwa ni mazito sana. Najaribu kutazama safu ya mbele ya Yanga. Kuna kitu kidogo sana ambacho anakikosa. Yaani ni kidogo sana tu. Zakwani nyota mzuri sana ambaye amekuja na utofauti wake kiuchezaji. Yaani anavyocheza Zakwani ni tofauti na wachezaji wengine wa Yanga wanavyocheza kwenye ile eneo ambalo yeye analicheza. Si nyota ambaye unaweza kumuona kwenye kufunga zaidi, lakini muangalie kazi anayofanya uwanjani. Ana uwezo wa kudrop chini, kusaidia fullback wa pengine kama ni wa kulia ama ameswitch kwenda kushoto. Yaani ni nyota ambaye kwanza ana kasi, anajua kitu gani ambacho anapaswa kukifanya akiwa uwanjani. Mfano energy yake ya mchezo wa kwanza dhidi ya Namungo ilionekana. Energy yake japo mchezo wa Namungo alitokea bench, tulimuona kwamba yes, huyu ni mchezaji ambaye anapaswa kuwa anapata nafasi ya kuanza. Jana pia alitoa assist. Jana anaanza anatoa assist, msaada ambaye alikuwa anaonyesha kwenye kati ya eneo la kulinda na eneo la mbele, ulikuwa unaonekana ni mzuri kufungua safu ya timu pinzani pale ambapo wanakuwa solid sana kwa kujilinda. Kwa hiyo wanakosa final touch. Hata kimtizama Peter Sharurire naye anakosa vitu vidogo sana, namna ya kucheza na alama za nyakati. Yaani tunapoanza kutengeneza shambulizi, mimi ninapaswa kuwa kwenye maeneo gani? Nimemwona Sharurire kwenye mechi mbili hizi kama sio tatu. Yaani anawatengenezea urahisi mabeki wa timu pinzani kumkaba, kwa sababu yeye ni kama ni mshambuliaji wa kuibia. Lakini kuna kitu kimoja pia unaweza ukakitazama kwenye hiyo engo yako. Inawezekana anawatengenezea huo urahisi, lakini mimi naona kama pia anawafelisha. Yaani licha ya kwamba wanamkaba, lakini anawafelisha kwa sababu wanamkaba hapati mpira by the way. Sidhani kama kuna labda clear chance amepata ambazo ni nyingi, ambazo labda ameshindwa kufunga kutokana labda na hao au mabeki ambao wanamkaba. Kuna muda naona wanamkaba nyakati ambazo pia wanakuja kufanya makosa sehemu zingine. Wameenda kwake, amefunga mwingine kama ambavyo unaweza ukaona magoli ambayo mpaka sasa Yanga wameyafunga magoli takribani 7 kwenye michezo miwili. Ukiangalia hayo magoli 7 yote kwenye kumlinda Sharulile imewaathiri hizo timu mbili, Namungo pamoja na Coast. Ni sahihi, kwa sababu wanajua kama si mshambuliaji ambaye anapaswa kupewa nafasi ya pengine ya kulitizama lango kwa upana, ule upana, yani ama kwa uzuri, kwamba unapompa nafasi ya kulitizama lango popote anaweza kafanya bara. Kwa hiyo wakati mwingine anawafanya wachezaji wengine wa Yanga waonekane bora. Mfano bao la Mudathiri Yahya basi. Walinzi wa Coast wali kama concentration yao ilikuwa kwa Peter Sharulile, pengine pasi inaweza ikaburuzu akaenda kwa Peter Sharulile. Lakini anachokifanya Mudathiri, alimchukua mlinzi wa kwanza akamwacha chini, akatizama engo. Kwanza alimtizama Sharulile iko wapi, ipo kwenye Tete Diengo, amekabwa na zaidi ya walinzi wawili. Anachokifanya akamtazama mlinda mlango iko wapi, akatafuta engo ya pili, far post, mpira ukazama kambani. Bao la kwanza Yanga wanalipata ambapo alifunga Albert Kangwanda. Kuna nafasi nyingi ambazo zilikuwa zimetengenezwa kumtafuta Peter Sharulile. Kuna hata bao la Max pia Zengeri, wakati anaugusa Albert Kangwanda, tayari Sharulile alikuwa kwenye eneo la kumakiwa sana, yani hapati nafasi ya kupumzika. Sasa unapomkaba Sharulile na wachezaji wawili, mfano tuseme ma center back wawili, umefocus na Sharulile, kuna gap ambalo unaliacha kwa wachezaji wengine wa Yanga. Kule mbele kuna Mudathiri ambaye ni mzuri akiwa kwenye box na timu pinzani. Kangwanda ni mzuri, anakuwa kwenye maeneo kama yale. Bado unakuwa na ongezeko la Maxi pia Zengeri, ongezeko la Duke Abuya, unazungumzia Zakwani, unakuwa kwenye hayo mazingira.
Boka pia anakuwepo eneo la pembeni. Kwa unapomkaba Shalulile na wachezaji wawili, tayari kuna half space unazitengeneza ambazo mpira kupigwa vipas kama bao la Maxi, ile vipas inapigwa na Zakwan, kuna wachezaji zaidi ya watatu walifocus na kwenda na Kangwanda pamoja na Shalulile, kumbe mpira ukagusa kidogo ukarudi, ndio tunasema mpira ule wa kutengewa. Nafasi kama ile ukiwa na bahati, golikipa ni ngumu sana kucheza mpira kwenye maeneo kama yale. Kwa hiyo wakati mwingine anawatengenezea urahisi Shalulile wachezaji wa Yanga, lakini kuonekana vizuri, kuwa bora kwenye mchezo kwa maana ya kufunga, lakini sometimes anapaswa pia na yeye sasa kuonyesha kwamba nishakuwa mchezaji ambaye naweza kuwaada walinzi wa timu pinzani, basi napaswa pia na mimi kutafuta kile ambacho napaswa kukifanya. Mwisho siku anafunga Mudathiri, anafunga Zakwani, anafunga Kangwanda, anafunga Maxi, lakini safu ya ushambuliaji, by the way, nafasi ni chache ambazo anatengenezewa Shalulile, pengine anakosa msaada. Hiyo ni sababu moja wapo. Hilo pia nimeona pia mijadala ikiendelea kuhusiana na hiyo issue. Yuko pale, by the way, umeangalia mechi zote mbili ambazo ni za ligi, dhidi ya Namungo, dhidi ya Coast, magoli 7, yeye kafunga bao moja ambalo pia lidaiwa kama ilikuwa ni rahisi kwa upande wake. Okay. Sijaona clear chance nyingi sana ama pasi zile za kumtafuta Shalulile. Inawezekana kwa sasa Yanga focus ni kila mtu afanye anachotaka, au issue pia inatakiwa kuangaliwa zaidi, kwa sababu naona kwa mfano jana hizo nafasi zilizotengenezwa ni zaidi ya 30, lakini zimetumika nafasi 4 ambazo zimekonvertiwa na kuwa magoli. Kwenye hizo 30 maana yake kwenye 30 ukitoa 4 zinabaki 26. 26 ukiachana na zile offside za Shalulile ambayo sijui alifunga yakakataliwa, sidhani kama hizo zipo. Hizo sidhani kama zipo hizo. Sikuona nafasi yake kwenye hizo. Ambayo labda ni clear, labda katengenezewa kashindwa mwenyewe. Uko sahihi. Yanga anamkosa namba 10, kwa maana namba 10, mtu ambaye mzuri sana. Ni mzuri kwenye accuracy pasi, key passes zile za mwisho. Ambaye pia sio mchoyo, sio binafsi. Hizo ndio tafsiri nyepesi na mtu kuzielewa haraka sana. Alan Okello alikuwa anafanya hivyo baada ya kusajiliwa Yanga, lakini baada ya hapo tumeona ongezeko la Stefan Aziz Ki, ambaye kwenye mazingira kama yale ambayo tunayataja kwamba sifa ya namba 10 inapaswa awe mtu wa aina gani, Aziz Ki ana sifa hizo zaidi ya asilimia hata 100 kabisa. Maana yake ukiangalia kwa wengine waliopo Yanga wote, hamna mwenye sifa kufanya hilo jukumu ambalo Aziz Ki akina Okello walikuwa wakilifanya. Kwa hiyo ndio maana Shalulile huwezi kumlaumu sana, kwa sababu anapokea pasi akapiga hapo. Yaani ni tukio la haraka sana. Hata magoli mawili ya Max ambaye alishafunga mpaka sasa hivi. Sahihi. Max ana receive, anaangalia aweke wapi, anaamua kupiga. Kwenye kupiga kuna kupata na kukosa. Kwa anapiga anapata, Mudathiri pia vile anapiga anapata, lakini ile key pass imepigwa kwenye half space, imepenya imemkuta Shalulile kwenye yeye na goalkeeper ama yeye na goli, amekosa. Bado sijaona zinazoonekana ni zile mpira umepigwa labda ni wa cross ya Boka, amegonga utosi imekwenda nje. Hapo huwezi kumlaumu, kwa sababu kama cross imepigwa huwezi kuotea kwamba labda nikienda hewani ni upige mpira kwenye engo hii. Unaweza ukaipiga kwenye engo ukafunga ama usifunge. Nimeona hata kwenye issue ya fullback sijaona cross nyingi sana pia zikipigwa, labda kwa Yao, kwa Boka ambaye pia amekuwa akianza. Mara nyingi naona safari zinafanyika kwa wingi kuliko cross. Maana hata wanapofanya zile safari wakifika kwenye
karibu na ile 18, either atampasia mwenzie kama ni winga au kuna kiungo yeyote kasogea pale, au atapiga v-pass tofauti na cross. Ukiangalia pia wapo wazuri pia wapigaji wa vichwa. Hata ukitaja ubora wa Peter Shalulile, ana ubora huo pia wa Harry Ball. Mipira ya juu pia ana ubora wa kuicheza, na ukiangalia mabao yake ukiyapitia ambayo amefunga, kuna mabao amefunga kwa kichwa, mabao amefunga kwa miguu yake yote miwili, japo mguu wenye nguvu kubwa ni mguu wa kulia. Kwa hiyo pia na hapo wanapaswa pia kuboresha. Hilo sasa ni jukumu la mwalimu, na kwenye benchi la ufundi la Yanga lina watu wengi. Kuna sijui kocha wa set pieces, kuna kocha sijui wa viungo, kocha wa nini. Wanapaswa pia waliangalie kama Shalulile ni mzuri kwenye hayo mazingira, kama kwenye maeneo kwenye mpira wa chini inaonekana kuwa ngumu sana, ananyimwa nafasi, jaribu kumtafuta kwenye mipira ya juu, pengine anaweza kafanya beta zaidi. Kwa hiyo uweze kutupa lawama kwamba Shalulile ndio kashindwa kufanya vizuri ama kashindwa kudereva kwenye mfumo wa Yanga. Bado subiri Aziz Ki kama atapata nafasi ya kucheza, ambaye anatazamwa kama mchezaji ambaye atakuwa anatumika kama key player kwa upande wa Yanga, kama kutengeneza nafasi. Amekuwa na ufanisi huo, pengine Shalulile anaweza kawa bora zaidi, japo nimeona kwenye mabao yake takriban mawili ambayo yamefungwa, watu wanadai kama hayakuwa offside. Hata lile bao lake ambalo alifunga, tazama vizuri, kuna namna ambavyo linaleta ukakasi, lakini yote kwa yote si nyota ambaye anapaswa kulaumiwa kwa sasa kwamba pengine hajaonyesha kile ambacho ni bora kwenye eneo la mbele la Young Africans. Ndicho ambacho kilitokea jana katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam, kati ya wananchi Yanga dhidi ya Coastal Union. Magoli 4-1 yalitosha kuwaangamiza Coastal Union na kuwafanya msimu wao uanze vibaya katika raundi ya pili. Maana yake mchezo wa kwanza walipoteza 1-0 dhidi ya